Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaitazama miujiza aliyoifanya Bwana wetu Yesu Kristo akiwa hapa duniani. Tumeshaona miujiza miwili. Leo tuangalie muujiza wa tatu. Muujiza wa tatu tunaupata katika Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 2 kuanzia mstari wa 41. Sura ya 2 kuanzia mstari wa 41. Yesu awashangaza wazee wa kanisa. Pia awashangaza na wazazi wake. Yesu awashangaza wazee wa kanisa pamoja na wazazi wake. Basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kuzitimiza siku wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu. Na wazee wake walikuwa hawana habari. Nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara, wakaenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Na walipomkosa, wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Ikawa baada ya siku 3, wakamwona hekaluni ameketi katikati ya walimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Nao wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake. Na walipomwona walishangaa. Na mama yake akamwambia, "Mwanangu, mbona umetutendea hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukitafuta kwa huzuni." Akawaambia, "Kwa nini kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu?" Nao hawakuelewa na neno hilo alilowaambia. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii. Na mama yake aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Amen. Hapa tunakutana na muujiza mwingine. Nao ni huu. Yesu alipopata miaka 12, bado kijana mbichi, akapelekwa hekaluni kama ilivyokuwa desturi ya Wayahudi. Kila kijana alipofikisha miaka 12 walimpeleka hekaluni. Walikuwa wanaenda naye kanisani. Kwa leo tunaweza kusema wakampeleka kanisani, walikuwa wakienda naye kanisani. Sasa walipofika, wakafanya ibada yote, wakamaliza. Na sikukuu ile ilikuwa ni sikukuu, basi wakafanya taratibu zote za sikukuu. Walipokwisha kumaliza na kutimiza mambo yote, sasa wakati wa kurudi, wakaanza safari ya kurudi. Kumbe Yesu alibaki hekaluni. Wazee wake au wazazi wake walifikiri tu yumo pamoja na vijana wenzake. Wakaanza safari, wakatembea. Mwisho baadaye wakashtuka. Wakasema, "Hivi huyu Yesu yuko wapi? Mbona wenzake tunaona wako wenyewe, yeye yuko wapi? Tafuta." Wakaanza kutafuta. "Jamani, mmetuonea wapi Yesu?" Wenzake wanasema, "Sisi hatujui. Sijui tulimwacha, sijui alienda wapi, hatujui." Basi wakadhani ya kuwa yumo katika msafara, wakaenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katikati ya jamaa zao na wenzao, lakini hata hivyo hawakumuona. Ndipo Biblia inasema wakarejea Yerusalemu, wakarudi kule Yerusalemu huku wakimtafuta. Sasa imefika siku 3, wakawa wanamtafuta. Jamani, huyu mtoto imekuwaje? Kwa hiyo maana yake walimtafuta kwa siku 3. Biblia inasema ikawa baada ya siku 3 wakamuona hekaluni. Yaani sasa wamefika Yerusalemu, kaingia kanisani, wakamuona ameketi katikati ya walimu,
na wazee na watu wengine wako pale akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Yuko kanisani, jambo la ajabu. Yuko kanisani, ameachana na wazazi wake, yeye amejikalia tu zake kanisani. Wazazi wake walipomuona, kabla ya wazazi wake, Biblia inasema ikawa baada ya siku 3 wakamuona hekaluni ameketi katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Nao wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake, namna alivyokuwa akijibu kwa ustadi na kuuliza maswali kwa namna ambayo hawakutegemea. Ni kijana mdogo ana miaka 12, lakini wakawa na shangaa namna alivyokuwa akiwauliza na alivyokuwa akijibu maswali. Wakashangaa, huyu amepata wapi fahamu hizi zote? Biblia inasema wazazi wake walipomuona nao walishangaa. Biblia mstari wa 48 wasema na walipomuona walishangaa. Kumbuka habari hii inahusu, muujiza huu unahusu kuwashangaza wale wa hekaluni na wazazi wake. Kwa hiyo wazazi nao wakashangaa. Mama yake akamwambia, mwanangu, mbona umetutendea hivi? Tazama, baba yako na mimi tumekuwa tukikutafuta kwa huzuni. Leo ni siku ya 3 tunakutafuta kwa huzuni. Umekuwaje ukabaki tena huko? Mbona sisi hukwenda pamoja na sisi? Angalia jibu lake, akawaambia, kwa nini mnanitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwemo katika nyumba ya baba yangu? Mnanitafutia nini? Mimi si niko nyumbani mwa baba yangu? Fikiri, ana miaka 12 halafu anawajibu hivi. Huu ni muujiza. Akawaambia, mimi imenipasa kuwemo katika nyumba ya baba yangu. Kwa hiyo kwenda na ninyi nyumbani haikuwa muhimu. Muhimu mimi ni kubaki hapa kanisani, ndio kwangu muhimu zaidi. Basi Biblia inasema wazazi wake hawakuelewa na neno hilo walilowaambia. Yani hawakuelewa. Nasemaje huyu? Hawakuelewa, maana akili yao ilikuwa bado haijafahamu. Ndipo Biblia inasema akashuka pamoja na wazazi wake mpaka Nazareti. Akawa Biblia inasema akiwatii mama yake, akawa akiwatii wazazi wake, na baba yake akayaweka hayo maneno yote moyoni mwake. Akafikiri, huyu mtoto ni wa namna gani? Kwa siku 3 tunamtafuta, tunamkuta amekaa hekaluni, halafu anatuambia, nyie, kwa nini mnanitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwemo katika nyumba ya baba yangu? Akashangaa majibu ya aina yake kabisa. Mpendwa mtazamaji wangu, bila shaka unafuatilia na kupata kitu. Nami nakuomba usiache kufuatilia, na kitu utapata zaidi. Jambo muhimu hapa ni kwamba Yesu anaonyesha umahiri wake, kwamba anajua mambo mengi mbele ya waandishi, wazee na Mafarisayo walikuwa pale kanisani. Akawa anashangaa, anaonyesha umahiri wake wa namna ya kuuliza maswali na namna ya kujibu pia maswali. Akawa anashangaa namna anavyowauliza. Kwa hiyo imekupasa na wewe kuonyesha umahiri wako kwa watu, kwamba unajua. Maana yake huwezi kujua isipokuwa umejifunza. Nami nikuombe usiache kufuatilia na kujifunza haya ninayokufundisha. Utakuwa mahiri, utakuwa mtu hodari unayejua mambo. Kwa hiyo ni vizuri kujifunza. Jambo la mwisho ni hili. Biblia inasema alikuwa akiwatii wazazi wake. Imewapasa watoto kuwatii wazazi wenu. Biblia inasema alikuwa akiwatii wazazi wake. Kwa hiyo imetupasa kuwatii wazazi wetu na kuwatendea mema na kuwaheshimu na kuwatunza na kuhakikisha wako salama. Na Mungu wa mbinguni atatubariki. Barikiwe na Bwana. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia kipindi hiki. Nami naamini hutatoka kapa, lakini utapata kitu cha kusaidia maishani. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu, ushirika wa Roho Mtakatifu
awe nawe sasa na hata milele. Amen.